Kuna hizi ndoto 6 ukiziota, yani nyota yako ni kali sana. Hata kama unapita kwenye wakati mgumu, lakini nakuhakikishia nyota yako ni kali sana. Unajua siku zote baraka kubwa huwa zinaanza kama ndoto ndogo ndogo sana, lakini ndani yake huwa zimebeba kesho kubwa sana na yenye baraka sana. Na kwenye ufahamu wako ujue hili kwamba kabla ya nyota kung'aa hadharani, huwa kuna giza kwanza la maandalizi, na ile nyota katikati ya giza ndo huanza kuonekana. Ndoto ya kwanza ambayo inaonyesha kama una nyota kali sana. Kwenye ndoto unakuwa unaota unasikilizwa na watu wengi sana. Ukiona unasikilizwa na watu kwenye ndoto, wamekaa kikao wanakusikiliza, unahubiri mahali watu wanakusikiliza, umekaa mahali watu wanakusubiria wewe uongee, na akilini mwako ujue kabisa kwamba kama unaota ndotoni unaongoza watu, wewe umeumbwa kuongoza na sio kufuata mkumbo. Ndoto ya pili unakuwa unaota unapaa angani. Yaani haufukuzwi na kitu, maana kuna mwingine anaota anapaa angani lakini anakimbizwa na vibaka, anakimbizwa na wanyama wakali ndo anaanza kupaa. Hiyo ni tofauti kidogo. Lakini huyu yeye anakuwa amekaa tu mahali just like ni kitu anakifurahia. Kwa unaona anapaa. Ile hali ya kupaa sasa, hiyo ndio dhihirisho wa ukubwa wa nyota ulionayo na ukali wa nyota ulionayo. Ndoto ya tatu kuota umepanda juu ya mlima. Umepanda kabisa mpaka umemaliza mlima, umeenda kileleni, kwenye kilele cha mlima. Sasa kile kiwango cha kuwa juu ya kilele cha mlima huwa ni ukubwa wa nyota mtu aliyowekewa. Ndio maana ukisoma Biblia utaona mtoke kwenye nchi hii, mmeshakaa kwenye hii milima ya tosha. Sasa muende mshike njia, muende kwenye milima mingine ya Waamori. Mungu ndiye anaongea. Maana yake mtu yeyote awezaye kupanda juu ya mlima, mtu huyu ana kitu kikubwa sana ambacho kitaonekana. Chochote kilicho juu ya mlima huonekana hata kwa watu walio bondeni. Ndio maana yake. Kwa unapokuwa juu ya mlima, nyota yako ni kali sana. Ndoto ya 4 ni kuota unaziona nyota kabisa. Unaweza kuwa umelala unaona nyota angani. Hiyo ndoto pia aliota Yusufu. Yusufu aliota nyota kweli. Na ni kweli nyota yake kali sana mpaka akawa kiongozi kwenye nchi ya utumwa. Utaona ukali wa nyota aliyokuwa nayo. Kwa hiyo unapoona nyota ziwe 2, nyota 3 juu ya anga kwenye ndoto yako, maana yake ni Mungu anakusemesha juu ya nyota. Sasa hapo inategemeana. Nyota hiyo inaweza kuwa ni ya kwako mwenyewe au ikabadilika kulingana na idadi ya nyota ulizoziona. Ndio maana Ibrahim alipotoka nje akaona nyota, akaambiwa na Mungu, huo ni uzao wako. Maana yake pale pale kwenye zile nyota yuko Pastor Mbasha pia. Kwa hiyo unaweza ukaona nyota, kumbe Mungu anakuonyesha mtu fulani au watoto wako, katikati ya watoto wako kuna mtoto mwenye nyota fulani. Lakini katika hiyo hali ya nyota ukiota, ukinitafuta naweza nikakuelezea kama kwenye uzao wako ndo kuna mtoto mwenye baraka ya aina hiyo. Ndoto ya 5 unakuwa unaota umejiwekea hazina kubwa ya fedha au unamiliki vitu ambavyo ni vya thamani sana. Unaweza ukaota una vitu kama dhahabu, rupia unavyo wewe. Ila unaweza ukaona pia una fedha nyingi. Inaweza kawa ni benki umetunza, unaweza kawa umeandikiwa bank statement ya fedha nyingi sana. Pale unaanza kujua kwamba Mungu amekupa kumiliki, na kumiliki huwezi kumiliki kama hauna nyota. Kwa hiyo nyota yako inakuwa unaonyeshwa kiwango chake kwenye hiyo ndoto ya kumiliki vitu vya thamani. Ndoto ya 6 na ya mwisho unakuwa unajiotea kila leo uko na watu wakubwa na watu maarufu sana. Unaota uko na rais wa nchi fulani na hujawahi kufika kwenye hiyo nchi. Unaota uko na waziri fulani na hujawahi kukutana naye. Unaota uko na wachungaji wakubwa sana na haujawahi hata kuwasiliana nao. Kiwango cha kuota uko pamoja na watu wakubwa. Biblia inasema kipawa cha mtu humleta mbele ya wakuu. Kwenye Biblia nyingine nasema kibali cha mtu humleta mbele ya wakuu. Kwa hiyo nyota yako ina uwezo, hata kama utaonana nao hao, lakini ina uwezekano ikawa inakuonyesha vile ambavyo Mungu anataka kutumie, na Mungu alikuandaa kwa mtu mkubwa. Ila kwa sababu ya upungufu wa maarifa, unaota ukubwa wa kitu lakini maisha yako yanarudi yanabakia pale pale. Na kama unalijua hilo na umeshawahi kuota hizi ndoto, ninakuhakikishia nyota yako ni kali sana. Kwa imani tu unaweza ukafunika macho alafu ukatamka ukaomba pamoja na mimi maombi haya ya ukombozi wa nyota. Utafatilizisha kile nachoongea. Sema, Bwana Yesu, ninaomba leo hii nimepata ufahamu ya kwamba nyota uliziruhusu kuanzia kwa baba Ibrahim, na mimi nyota yangu iko pale, baraka zangu ziko pale. Kuanzia leo hii mtu yeyote anayezuia nyota yangu, anayeitumia nyota yangu,
anayechafua nyota yangu, kuanzia sasa nyota yangu ninaitamkia ikatakaswe kwa damu ya Yesu. Nyota yangu ikang'ae mahali popote kifungoni walipoifungia nyota yangu, ninaifungua kwa jina la Yesu. Amen. Ukiweza kuamini hivyo, nyota yako imekuwa. Na kwa kuamini zaidi, andika amen, maana yake imekuwa. Unapokomenti amen, maana yake imekuwa. Na ikawa hivyo. Nyota yako ikuletee faida yako.